Virusi vya hepatitis B au HPV vinaweza kuathiri baadhi ya ogani ndani ya miili yetu. Moja ya ogani ambayo inaathirika ni ini lenyewe. Hii homa ya ini ni chanzo kikubwa cha cirrhosis ambayo inasababishwa kupanuka kwa ini na kupelekea saratani ya ini. Lakini wakati huo homa ya ini inaweza ikasababisha kufeli kwa figo. Kidney failure ni moja kati ya sababu kubwa inayosababishwa na homa ya ini. Lakini kumbuka, inapelekea pia hypertension, high blood pressure. Hii yote ni pamoja ni changamoto ya homa ya ini, lakini inapelekea upungufu wa damu kwa kiasi kikubwa. Kwa sababu gani? Ina kitu kinaitwa jaundice. Ina uwezo wa kubadilisha ile rangi ya macho na kusababisha unjano. Lakini inasababisha pia mtu anapokuwa kukojoa mkojo kama wa rangi ya kahawa, tunaita mweusi, lakini hata kinyesi chake kinakuwa ni cheusi pia. Kwa hiyo ni moja kati ya tatizo kubwa ambalo watu wengi hawajapata kinga yake, lakini watu wengi wanaogopa sana wakipata changamoto hii kwa sababu matibabu yake ni gharama na wengi inapelekea kifo. Ni moja kati ya adhara kubwa sana ambalo ni muhimu pia kuzingatia. Kwa hiyo katika video zinavyoendelea kwenda ambazo zinafuata, nitaendelea kutoa ushauri juu ya namna gani ujikinge, shauri juu ya tiba, lakini ushauri juu ya chakula, namna gani ulale, chakula gani unywe, vinywaji gani ambavyo vinapaswa uepuke. Nitaendelea kufundisha katika video zinazofuata. Asante sana kwa kunisikiliza. Virusi vya hepatitis B au HPV vinaweza kuathiri baadhi ya ogani ndani ya miili yetu. Moja ya ogani ambayo inaathirika ni ini lenyewe. Hii homa ya ini ni chanzo kikubwa cha cirrhosis ambayo inasababishwa kupanuka kwa ini na kupelekea saratani ya ini. Lakini wakati huo homa ya ini inaweza ikasababisha kufeli kwa figo. Kidney failure ni moja kati ya sababu kubwa inayosababishwa na homa ya ini. Lakini kumbuka, inapelekea pia hypertension, high blood pressure. Hii yote ni pamoja ni changamoto ya homa ya ini, lakini inapelekea upungufu wa damu kwa kiasi kikubwa. Kwa sababu gani? Ina kitu kinaitwa jaundice. Ina uwezo wa kubadilisha ile rangi ya macho na kusababisha unjano. Lakini inasababisha pia mtu anapokuwa kukojoa mkojo kama wa rangi ya kahawa, tunaita mweusi, lakini hata kinyesi chake kinakuwa ni cheusi pia. Kwa hiyo ni moja kati ya tatizo kubwa ambalo watu wengi hawajapata kinga yake, lakini watu wengi wanaogopa sana wakipata changamoto hii kwa sababu matibabu yake ni gharama na wengi inapelekea kifo. Ni moja kati ya adhara kubwa sana ambalo ni muhimu pia kuzingatia. Kwa hiyo katika video zinavyoendelea kwenda ambazo zinafuata, nitaendelea kutoa ushauri juu ya namna gani ujikinge, shauri juu ya tiba, lakini ushauri juu ya chakula, namna gani ulale, chakula gani unywe, vinywaji gani ambavyo vinapaswa uepuke. Nitaendelea kufundisha katika video zinazofuata. Asante sana kwa kunisikiliza.